Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako kupitia mitandao yetu ya kijamii YouTube pamoja na mitandao yote na majukwaa yote ya Radio Maria Tanzania. Karibu katika Wizara ya Mambo ya Ndani, idara ya uhamiaji. Tutajifunza mambo mengi ambayo ni imani yangu kwamba wewe msikilizaji unatamani sana kuyafahamu, lakini pia kufahamu kwa undani juu ya huduma inayotolewa na idara ya uhamiaji. Katika kipindi cha leo, msikilizaji mpendwa na mfuatiliaji wa mitandao yetu ya kijamii, tutazungumzia juu ya huduma za uhamiaji na wajibu wa wananchi katika kuzingatia sheria za uhamiaji. Na leo katika mahojiano haya, msikilizaji mpendwa na mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, tupo na Assistant Superintendent Neema Mwakilembe ambaye ni mrakibu msaidizi wa huduma katika idara ya uhamiaji. Habari yako? Hongera kwa majukumu. Nashukuru. Na furahi sana kukutana pamoja nanyi kwa siku leo hapa katika maonyesho haya. Bila kupoteza wakati, mtazamaji mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania angetamani kufahamu kwa ufupi tu majukumu ya idara ya uhamiaji. Okay. Idara ya uhamiaji kwanza ni idara ambayo iko ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, ambayo inashughulika na huduma mbalimbali za uhamiaji. Kwa mfano, kutoa huduma kwa wananchi wa Tanzania, kutoa huduma kwa wageni. Ninaposema kutoa huduma kwa wananchi wa Tanzania, namaanisha wananchi wa Tanzania wanapewa huduma ya kupata pasipoti pindi wanapotaka kusafiri kwenda nchi za nje. Lakini kwa wageni, wao tunawapa huduma ya vibali vya ukaazi ambao wanakuja kukaa muda mrefu. Mtu anayekuja kufanya kazi Tanzania anapewa kibali cha ukaazi. Lakini kuna wale ambao wanakuja tu muda mfupi kwa ajili ya kutembelea, labda anakuja kwa shughuli za utalii, au kwa mfano anapokuja hivi kwenye maonyesho ya Sabasaba, au tunawapa vibali vya kuingia nchini ambavyo ni visa. Katika majukumu ambayo umeelezea, ni imani kwamba hata mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii amesikia umegusia pia wananchi. Ni kwa namna gani wananchi wanapaswa kuelewa huduma hizi? Ni muhimu kwa wananchi kuelewa huduma za uhamiaji kwa sababu kwanza zinamgusa yeye moja kwa moja. Kwa mfano, unapompa huduma anahitaji kwenda nje, ile huduma inamgusa yeye moja kwa moja. Lakini pia ni muhimu kwa mwananchi kuelewa huduma. Kwa mfano, tunapopata wageni, mwananchi ni lazima ajue kwamba mgeni anapoingia nchini, yeye mwananchi ana jukumu la kuilinda nchi yake kwa kujua, je, huyu mtu ambaye kaingia nchini kwetu ni mtu salama? Ndio maana tuna kampeni, unaona hii, ujue jirani yako. Inahusu wananchi kujua wageni wanaokuja nchini kwetu. Je, mwananchi anatakiwa kuzingatia nini sasa anapoomba huduma katika idara hii ya uhamiaji? Kwanza ni kufika kwenye ofisi za uhamiaji moja kwa moja, sio kupitia kwa watu wengine. Wanapopita kwa watu wengine ndipo wanapata taarifa ambazo sio sahihi. Lakini akiwa ana uhitaji na huduma yoyote ya kiuhamiaji, afike ofisi ya uhamiaji ili apewe vitu stahili au taarifa sahihi kwa ajili ya huduma anayoihitaji. Lakini pia mbali na huduma hiyo ya uhamiaji ambayo mwananchi anaweza akapata, ana wajibu gani mwingine je kama mwananchi? Kuilinda nchi. Mwananchi anatakiwa kuilinda nchi yake, kuwa mzalendo. Kwa namna gani ushirikiano wa wananchi unasaidia katika huduma zinazotolewa na idara ya uhamiaji? Kwanza, ushirikiano ni mkubwa. Wananchi siku hizi wanauelewa. Baada ya hii kampeni ya mjue jirani yako, tumeiendesha sana karibia nchi nzima. Kwa sasa hivi wananchi wanauelewa na wanatupa ushirikiano mkubwa sana. Yaani linapotokea swala kuna mtu hawamuelewi, tunapata sana emails nyingi zinazoelezea mtu ambaye hawamuelewi yuko wapi, lakini kuna wanaofika ofisini direct kusema kuna mtu tuna wasiwasi naye, mkamkague kama ni mtu sahihi. Na mwisho wa siku hata mwananchi akitilia wasiwasi, uhamiaji ndio itasema huyu mtu ni sahihi, yuko nchini kwa kufuata utaratibu au la. Lakini wananchi wanajitahidi sana kutufikishia taarifa. Kwa mfuatiliaji ambaye anatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, mna banda hapa Sabasaba. Je, huduma zipi mnazitoa katika banda hili katika maonyesho haya? Cha kwanza, tunatoa elimu kwa umma. Kuna wananchi ambao hawajui chochote labda kuhusu Sabasaba. Tunatoa elimu kwa umma, lakini pia tunatoa huduma zote za kiuhamiaji. Tunapokea watu wanaokuja kuomba passport, tunapokea watu wanaokuja kwa maswali labda ya visa, wana wageni wao wanataka kuingia nchini. Chochote yani ambacho kinatolewa na idara, huduma yote inayotolewa na idara ya uhamiaji hapa Sabasaba tunaifanya.
Je, umezungumzia hapa kuhusu passport pamoja na visa. Vipi kwa yule mwananchi ambaye anatamani kuja kupata passport hapa? Je, akifika hapa nini anapaswa kuja nacho? Cha kwanza anapaswa kuwa na cheti chake cha kuzaliwa. Pasipoti anapewa Mtanzania. Kwa ili sisi tujue wewe ni Mtanzania, lazima ututhibitishie. Anakuja na cheti chake cha kuzaliwa au kiapo cha kuzaliwa. Lakini kiapo ni kwa mtu ambaye amezaliwa 1979 kurudi miaka ya nyuma, ambapo vyeti vya kuzaliwa vilikuwa vinatolewa sana. Kiapo cha kuzaliwa cha kwake au cheti cha kuzaliwa, cheti cha kuzaliwa mzazi wake au kiapo cha kuzaliwa mzazi wake, kitambulisho cha taifa, hata namba inapokelewa. Lakini ukiacha hivyo vitu vya kuthibitisha uraia, pia anatakiwa aje na documents zinazothibitisha shughuli anazofanya au madhumuni yake ya safari. Kwa mfano, mtu anakuja anasema yeye ni mtumishi. Kwa ukiacha hivyo nilivyotaja, ataongezea barua ya utambulisho kutoka serikali, barua ya utambulisho kutoka kwa mwajiri wake na kitambulisho cha kazi. Mtu anasema mimi mfanya biashara, nataka kusafiri kibiashara. Yeye anakuja na leseni ya biashara na TIN namba na barua ya utambulisho kutoka kwa serikali ya mtaa anaoishi. Je, kwa mwananchi ambaye amekidhi vigezo vyote na kuja na nyaraka zote ambazo umezitaja hapa, anaweza kupata pasipoti leo ama kuna? Hapana. Pasipoti ni mchakato. Ukisema unatoa pasipoti leo utawapa na watu ambao sio wa Tanzania. Kwa hiyo lakini tunadirisha maalum la kupokelea passport za wateja ambao tumepokea Sabasaba. Kwa wanapata passport ndani ya siku 10 za kazi. Baada ya kuwa tumekagua, tumejiridhisha ni Tanzania. Basi nikushukuru sana. Kama una kitu cha kumwambia mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii kwamba kuna banda hapa anafikafikaje, karibu. Wasikilizaji wa Radio Maria, karibuni, tuko Sabasaba. Tunatoa huduma zote za kiuhamiaji. Utapokelewa, utaelekezwa namna ya kujaza fomu, utaelekezwa vitu ambavyo unapaswa kuja navyo, kisha utalipia, utasubiri pasipoti yako ndani ya muda mfupi. Asanteni sana. Basi nikushukuru sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Amina, amina. Mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, ambayo unatufuatilia wakati huu kupitia mitandao ya kijamii ya Radio Maria Tanzania, nikushukuru sana kwa kusafiri pamoja nami katika kipindi hiki cha kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, Idara ya Uhamiaji. Unapata kusikia mengi kutoka ndani ya idara hii pamoja na huduma zinazotolewa na idara hii, lakini pia mambo mengi ambayo basi kama idara inayafanya katika banda la maonyesho hapa Sabasaba. Jina langu ni Joyce Mikwachu, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kwa niaba ya Happiness Mlewa pamoja na Rafael Stefano. Asante.